Habari, karibu Subira Tiba Asilia. Mimi ni Abu Ajmi Hussein. Hiki ni kipindi maalum cha jinsi utajitibu magonjwa pasi na daktari. Hii itakuwa ni silsila maalum ya wewe kuweza kujitibu magonjwa pasi na daktari. Ili uweze kutibu magonjwa vyema zaidi, ujue chanzo cha magonjwa na jinsi unaweza ukajikinga na magonjwa, na pindi yanapotokea ukaweza kujitibu biidhnillah. Zipo sababu nyingi zenye kusababisha magonjwa kutokea. Leo naomba tujadili pamoja sababu kuu 5 zenye kuweza kusababisha magonjwa. Sababu kubwa ya kwanza yenye kusababisha magonjwa ni husda au kijicho. Asili yake hutokana na mwenye kijicho kukiajabia kitu, halafu yakafata mabadiliko yake ya nafsi habithi, halafu ikajisaidia kupeleka sumu yake kwa kumtazama aliyeonewa kijicho. Na mtu huenda akajionea kijicho yeye mwenyewe, na huenda akaona kijicho bila kukusudia. Hatari ya kijicho ni kwamba inaweza ikatokea bila ya mtu kukusudia na ikampata mtu na kuharibu kitu au kusababisha maradhi kwa mtu. Kijicho kinaweza ikatokana na mwanadamu, na vile vile kijicho ama husda inaweza ikatokana na jini. Uhatari wake ni kwamba hata mtu binafsi mwenyewe ukaweza kujionea kijicho. Hii ni sababu kubwa. Baada ya qadar, makadirio ya Allah, basi kijicho kinafuata kwa kuangamiza ama kuharibu. Maana ya kijicho fupi ama husda ni kuharibu kitu kinaharibika ama kudhoofika ama kupata maradhi, ama ikatokea hata kifo cha kitu, kufa kitu kutokana na hiyo hali ya kuhusudiwa ama kijicho. Tumombe Allah atukinge na kijicho, na tuweze pia sisi wenyewe kujiombea kujikinga na kijicho na matendo hayo habithi kabisa. Hali ya pili ni mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha umeweza kuathiri afya ya binadamu kwa kiwango kikubwa sana. Hali hii ya mtindo wa maisha, kwanza ni ukosefu wa elimu ya lishe. Kukosa elimu ya lishe kumepelekea watu kula hovyo ama kula sana, na kusababisha magonjwa kama uzito uliopitiliza, magonjwa ya kisukari na magonjwa ya pressure. Vile vile mtindo wa maisha husababisha magonjwa ya autoimmune kama baridi yabisi na mfano wake. Na vile vile kutokufanya mazoezi kunapelekea pia afya kudorora ya mmoja wetu. Hivyo basi ni vyema zaidi mtu atambue kwamba katika mfumo wa maisha ni pamoja na kufanya mazoezi ya viungo, na vile vile mazoezi bora zaidi ni ya kutembea na kuinua vyuma kwa wastani, sio kuinua vyuma kupita kiasi. Hali ya pili ni uchafuzi wa mazingira. Uchafuzi wa mazingira umekuwa ukiathiri afya, haswa mfumo wa upumuaji na mifumo mingine, hali ambayo inapelekea kupata pumu ama kensa. Matumizi ya kemikali zenye sumu yanapelekea kupata magonjwa kama saratani na magonjwa mengine ya hatari. Sumu hizi zinaweza zikawa ni za viwandani kutengenezea vitu, au sumu za kufanya kwenye kilimo, sumu zinazotumika katika kilimo, vile vile zimeweza kuathiri afya ya watu wengi. Hivyo basi mtu anapotumia sumu hizi ajue jinsi ya kujikinga asiweze kupata madhara ya sumu hizo, na vile vile ajue jinsi ya kuwakinga wengine wasiweze kuathirika na sumu ambayo anaitumia. Bora zaidi ni kujiepusha na matumizi ya sumu kama za kuua mbu na zinginezo, ili kuweza kuwa na afya nzuri na kutunza afya ya mmoja wetu. Vile vile katika mfumo wa maisha ni dhiki au stress. Stress imekuwa ni kiungo kikubwa sana katika kudororesha afya ya mmoja wetu. Hivyo basi afya ya akili inapodhoofika, kinga ya mwili hushuka na kuweza kupata magonjwa mengi hatari. Sababu ya tatu yenye kusababisha magonjwa ni vimelea. Vimelea ama vijidudu, yani pathogens, zimekuwa ni kiwakilishi kikubwa chenye kusababisha magonjwa na maambukizi mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Mfano, bakteria ni moja ya vitu vyenye kusababisha magonjwa kama vile magonjwa ya koo, kama pneumonia, kifua kikuu na mfano wa hivyo. Vile vile virusi kama homa ya ini na virusi vya ukimwi vile vile ni viwakilishi vikubwa vyenye kusababisha magonjwa, ikiwemo COVID-19 ambayo ni corona, pia inasababishwa na virusi, na hii ni hali ya pathogens kuweza kutawala katika maisha ya mwanadamu ama katika mazingira tunayoishi. Hali nyingine inayotokana na vimelea ni fungus. Fungus wa aina mbalimbali kama fungus wa miguuni, fungus wa sehemu za siri
na fungus wa mdomoni. Hali hizi pia zinasababisha maradhi. Vimelea hivi vinasambaa kupitia kugusa kwenye hewa na hali ya vijidudu kuwa contaminated na vyenyewe. Hali ya nne yenye kusababisha magonjwa ni sababu za kimaumbile ama sababu za kurithi, genetic. Kwa hiyo mtu anaweza kupata magonjwa kwa njia za kurithi, ikiwemo ni magonjwa kama sickle cell, hemophilia na mengine katika hayo yanayozunguka katika familia. Vile vile katika familia unaweza ukatokea ugonjwa wa kisukari wa kurithi au ugonjwa wa saratani ya kurithi. Hii ni mojawapo ya sababu yenye kusababisha magonjwa. Sababu ya tano yenye kusababisha magonjwa ni uchawi au mguso wa jini. Uchawi ni hali ya mtu kujikurubisha kwa mashetani na kufanya vitendo ambavyo atapata msaada kwa mashetani kuwadhuru wengine au kupata kitu kutoka kwa wengine. Hali hii ni yenye kusababisha matatizo makubwa katika jamii na fitna kubwa katika familia nyingi, kupelekea muda mwingine hata ndoa kuvunjika, kazi kufilisika kwa kazi ama biashara kufungwa kutokana na matendo haya ya kichawi. Ili kuweza kujikinga na uchawi, ni vyema mtu kujibidisha katika ibada na kuweza kumtegemea Mola mlezi katika amali zake na matendo yake, na kujiepusha na vitendo vya kichawi na kishirikina, na kujiepusha na wachawi na washirikina. Mtu asiwe na miamala ya ukuruba na wachawi na washirikina ni nyenzo mojawapo ya kuweza kujiweka mbali na uchawi na matendo haya ya kichawi yenye kuangamiza familia nyingi na mali. Katika kipindi kijacho tutaelezea jinsi ya kuweza kujikinga na magonjwa na jinsi ya kuweza kujitibu magonjwa hayo, ikiwemo ni husda, mtindo wa maisha na mengine tuliyoyaeleza katika makala hii. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Maasalam.